Maonyesho ya mifugo na mnada wa kimataifa ambao utafanyika Juni 19 hadi Juni 21 pale Chalinze mkoani Pwani ukifahamika kama Tri Nations Livestock Expo ni maonyesho ambayo yana upekee wa hali ya juu, maonyesho ambayo yatakutanisha wadau tofauti. Lakini je, unafahamu kwa kuna umuhimu wa mtoto kupata elimu ya kilimo na ufugaji kuanzia akiwa na umri mdogo? Tunakutana hapa na meneja wa Arms Daycare ambaye wanamiliki kituo cha kulelea watoto na wanawapa elimu kuhusu kilimo na ufugaji. Huyu ni Zainab Mwasha. Karibu sana Zainab. Asante sana. Arms Daycare. Ndio. Mnapatikana wapi? Tuanzie hapo na huduma ambazo mnazitoa kwa ujumla. Asante sana. Arms Daycare inapatikana Bunjubi, Manyama Street. Huduma tunazotoa pale, tunalea watoto kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 6. Arms Daycare si kituo tu cha kulelea watoto, hapana. Sisi tumekuja kitofauti kabisa. Sisi tumekuja kuwa backup ya familia za Kitanzania. Shule nyingi za kulelea watoto zimekuwa tu na mazoea, mtoto anaenda pale anacheza michezo tofauti, atafundishwa kuhesabu, atafundishwa kuandika, lakini sisi kulea watoto tumeiangalia kwa jicho la tatu. Tumeona tabu wazazi wanazozipata, familia tabu zinazopata baada ya kufundisha watoto kwa gharama kubwa sana, lakini yule mtoto hawi kile mzazi alichotegemea mtoto wake akawe. Kwa maana hiyo basi, Arms tumekuja kitofauti kabisa. Sisi tunajiita ni backup ya familia. Tutakutengenezea mtoto ambaye atakuwa na matumizi vizazi na vizazi vijavyo. Samahani. Kwa mambo gani ambayo mnayafanya kuwatengeneza hawa watoto? Hawa watoto mambo tunayowafanyia ni mengi. Na jambo la kwanza, kama ulivyosema katika habari yako, habari ya kilimo na ufugaji. Tanzania sisi tumeacha utamaduni wetu, tunafanya utamaduni wa nje sana. Maisha tuliolelewa sisi, watoto tuliozaliwa miaka 90 mpaka kuja 95 hapo ni tofauti na watoto wanaolelewa miaka ya sasa hivi. Kwa hiyo tumeamua turejeshe utamaduni wetu kupitia kituo chetu kwa kuwaonyesha watoto namna ya kufuga, namna ya kwenda shamba wakiwa na umri mdogo sana. Kuna watu wengine ukiwaambia tunawafundisha watoto kilimo na ufugaji, kuuliza mtoto wa miaka 2 unamfundisha nini? Sisi tunasema, saikolojia inasema hivi, ubongo wa mtoto ni karatasi nyeupe kabisa, nyeupe pe. Ni wewe vile utakavyoamua kuchafua ile karatasi. Unaichafua ile karatasi kwa kutumia wino gani? Unaichafua ile karatasi kwa kutumia tope gani? Sisi Arms tumeamua tuchafue ubongo wa mtoto kwa kutumia kilimo na ufugaji, ili mtoto atakapokuja kuwa mkubwa asiogope kufuga, asiogope kwenda shambani kwenda kulima, aende akalime. Tunajua watoto Zainab, watoto wanapenda kucheza. Kuna namna vitu vya watoto ambao wanavipenda, nyimbo. Ninyi huko kwenye kilimo na kufuga wanafurahia kweli? Ndio, wanafurahia kwa sababu na mnatumia mbinu zipi ili kuwafanya wafurahie kulima na kufuga? Okay, thank you kwa swali lako zuri. Watoto wadogo kweli wanafurahishwa na vitu ambavyo kama rangi ambazo zinawa attract. Kwa hiyo kashamba ketu ni kadogo, kadogo sana, na kila kitu kinachoenda pale kinaenda kwa age ya watoto. Huwezi kukuta lijembe likubwa, hapana. Unakuta vitu vyao vidogo ambavyo vinawavutia zaidi. Na mfano tukienda kwenye wanyama, hatuweki ng'ombe, hatuweki mbuzi, au ng'ombe na mbuzi huwa tunafanya ziara ya kwenda kuwatembelea. Lakini kwenye kituo pale kuna kuku, vifaranga, kuna visungura. Kwa hiyo mtoto anapata ile hamu ya kwenda kukishika kile kitu, acheze nacho. Na wanyama wana tabia moja, mkiwazoea sana nao wanakuwa kama binadamu. Ni kweli. Yaani ukiwazoea sana wanyama wanakuwa kama binadamu. Kwa hiyo wale sungura unakuta hata tukiwafungulia tu, saa nyingine unakuta wako huko darasani chini ya viti. Kwa hiyo ni vitu watoto ambavyo wanavizoea. Naam, Madam Zainab, ulinitafakarisha mwanzo kwa kusema ya kwamba mnawaandaa watoto kuwa backup ya kuja kuwasaidia
familia zao hasa wazee wao. Nikatafakari lakini haya mazungumzo uliomalizia hapa yamekuja kufafanua ni kwa namna gani. Unajua kuna baadhi tumezoea tukiona hata watu wazima tuko na familia zetu, lakini bado tunategemea wazazi wetu, wengine hata wakitangulia mbele za haki tunasema, lakini bado kuna namna ambavyo mtu unatamani kama wazazi wangekuwa hai uendelee kupata ile huduma ya wazazi, lakini kwa kuandaa huku kunaonesha ni kwa namna gani ambavyo mmejipanga. Wazo mlilipata wapi katika kuwafundisha sasa watoto tena wadogo wa miaka hiyo 2 mpaka 6 masuala ya kilimo na ufugaji? Wazo lilipotokea ni mbali kidogo. Mimi nimekuwa ninahudumu sekta ya elimu ya watoto wadogo takriban miaka 10 sasa hivi. Nikupe mfano mdogo. Ndio. Huwa tunajifunza matunda, vyakula tunavyokula. Unakuja na mboga hizi, mchicha labda, matembele. Unawauliza watoto, hivi vitu vinapatikana wapi? Supermarket. Unajiuliza supermarket? Anakuambia sisi huwa mama anatuchukuaga weekend, tunaenda tunafanya hizo shopping, tunanunua hizo mboga supermarket. Nawaambia hapana, mimi nataka kujua, yani mpaka zinafika pale supermarket zimetokea wapi? Mtoto anakuwa hajui kabisa. Mfano mwingine, mayai ni chakula ambacho kila siku kuna mtoto anaweza akawa na kila. Unamuuliza, unajua yai linatoka wapi? Ni nini kinatupa yai? Jibu ni lile supermarket. Kwa hiyo tukaona tuna sababu ya kufanya hao watoto wajue hivi vitu vinapatikana wapi, na asiwe anakula tu, ale akiwa anajua hiki ninachokula kimetoka wapi, asili yake ni ipi? Yes, na kinanisaidia nini kwenye mwili wangu, na je, inatakiwa nile kilichoandaliwa namna gani kwenye kilimo. Mfano mboga nyingi tunazokula sasa hivi zina sumu nyingi sana, zinanyunyuzwa dawa kwa tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika. Yes. Lakini sisi tunavyozitunza pale shuleni, tunazitunza kwa hali ya niseme tunatumia vitu vya asili kabisa, kama baking soda hizi za kukandia maandazi. Zile ni dawa nzuri sana ya kuua wadudu kwenye mboga. Pia tunatumia mbolea ya kuku tunawafuga sisi wenyewe, tunawapa vyakula sisi wenyewe. Ile mbolea yake ndio tunaenda kutumia kuweka kwenye nini, kwenye mboga zetu. Kwa hiyo unakuta mboga zetu ni kitu ambacho ni halisi, tukila hatuwezi kupata madhara yoyote. Yes. Sasa haya ambayo mnayafanya kwa watoto ni wadogo, mwaka mmoja mpaka miaka 6, inafikirisha kuona mtoto mapokeo yake yanakuwaje mapokeo yake? Nisiwe muongo, mwanzoni katika kuanza hii kazi ilikuwa ngumu kidogo. Ngumu kwa namna gani? Kwa mzazi mwenyewe. Mzazi anakuambia jembe, atajilima huyo, acha, atajiumiza, asifanye hiyo. Kwa hiyo wazazi wenyewe walikuwa wanatukatisha tamaa. Lakini inabidi umuite, ukae naye, umweleze faida, hasara za yule mtoto kuwa vile anavyotaka yeye. Mfano, unajua kufanya kazi za mikono, let's say kilimo, hii mtoto ameshika jembe, unajua zinajenga hata muscles, kuja kuandika inakuwa very easy, tofauti na mtoto ambaye yeye anakaa nyumbani anaangalia tu TV. Ila yule anayeshika jembe, anayeshika sijui msugulio wa sufuria, hafanyi vile kikamilifu inavyotakikana, anafanya kwa age yake, sisi tunasema ni ukamilifu ule. Ile inamsaidia sana mtoto hata katika darasa. Okay. Naona nimejibu swali lako vizuri sana. Vizuri sana. Sawa, Zainab, sanjari na hayo, kulikuwa na fani nyingi tofauti na masuala ya kilimo. Kilimo kuwa njia nyepesi pia katika kuwafundisha hata kuja kushika kalamu ndio ilikuwa sababu, au kuna madhumuni hasa mkasema hapana, sisi tunaanza na kilimo na wala si fani nyingine kuwafundisha watoto? Kulikuwa na dhumuni. Dhumuni la kwanza ni kuona tunaacha utamaduni wetu kama nilivyokuambia toka mwanzoni. Tunakimbilia tamaduni za kigeni.
Kuna msemo mmoja unaosema kama unataka mali utaipata shambani. Yule mshairi alikuwa sahihi sana sana. Mimi najivunia kusema mimi ni mtoto wa mkulima. Babangu alikuwa mkulima na mfugaji mzuri. Kwa hiyo nimeona babangu mimi hakusoma sana, lakini kipato chake kilikuwa kinatokana na kilimo na ufugaji. Ameweza kutupa maisha ambayo alitupa, ambayo yalikuwa sio mabaya sana wala sio mazuri sana. Kwa hiyo natamani angekuwa yuko kwenye generation ya sasa hivi na ile hali yake ya kupenda kufanya kazi. Yaani jinsi ambavyo sayansi imemrahisishia, angekuwa multi-billionaire. Kwa hiyo kile kitu nilichokiona kwa babangu, natamani hiyo mbegu nipande kwa mtoto mmoja mmoja ambaye anapita kwenye mikono yangu. Najua ipo siku sitakuwepo, watasema alikuwa mwalimu ndo alitusababisha sisi nikawa mkulima mzuri. Ni mwalimu amesababisha mimi nikawa mfugaji mzuri. Na hiyo siku natamani ipo. Sasa mnaenda kushiriki maonesho ya Tri Nation. Yes. Ni kwamba mtaenda na kundi lote la wanafunzi ama ushiriki wenu utakuwaje? Watoto wetu tutaenda nao, wao si ndio wanaoenda kupeperusha bendera ya AMZI, unasahau hilo? Kwa hiyo sasa wanaenda kuona wale ng'ombe wakubwa. Wataenda kuona wale ng'ombe wakubwa na pia tutakuwa na kama kagemu. Mtawaona watoto wetu watakavyohudumia kuku, watawanywesha maji, watawalisha vyakula, wanavyobadilisha vile vyombo vya kuku, watasafisha vile vyombo vya kuku, mtayaona hayo. Wanavyokusanya mayai na wanavyoenda kuyaweka sehemu inavyotakikana, yote hayo mtayaona. Kwa hivyo ni kwa namna ya kipekee sana. Sana sana, yani mimi natamani jamii ingeamka. Natamani sana jamii ingeamka ikaona hii fursa ya ufugaji na kilimo kwa jicho lingine. Sasa ninyi mnawafundisha kwa toka mwaka mmoja mpaka miaka 6. Ndio. Baada ya hapo watoto wanakuja kuendelea na mfumo mwingine wa elimu na maisha mengine katika maeneo mengine. Unadhani hichi ambacho mnawapa, msingi huu ambao mnawapa, utaendelea kudumu kwenye vichwa vyao kwa takriban miaka 13, 14 mpaka waje kumaliza vyuo vikuu huko baadaye? Excuse me. Swali lako ni zuri. Sisi tuna shule ambazo tumejaribu kuwa convince. Sisi ni wadogo. Sisi tunalea watoto wadogo. Watoto wetu wanavyofika miaka 5, 6 wanaenda grade 1, 2, 3 na kuendelea. Kuna kama kasemina tulikuwa tunapitisha shule ambazo ziko karibu na sisi. Kwa hiyo tunachofanya watoto wetu, tunakueleza mzazi, sisi tumetumia utaratibu huu kumfundisha mtoto. Tunakuomba shule fulani, shule fulani, shule fulani, nao wako yani tunatembea nao, yes, tunatembea nao kwenye njia moja. Kwa hiyo ili hiki tulichokianzisha kisije kikafia njiani, nenda kamweke pale. Hizo shule zipo. Hizo shule zipo. Yes. Na hata chuo kikuu pale SUA bado mtoto ataendelea kuboreshwa na kupata kile ambacho, lakini kama mwalimu na tunajua changamoto zipo, kitu gani ambacho mnakipitia katika ufundishaji wa watoto hao? Changamoto kama nilivyokuambia, changamoto zinaweza zikawa nyingi kiasi, lakini sio changamoto zinazotunyima sisi kupiga hatua kama AMZI. Changamoto hizo hazijawahi kustopisha ndoto zetu za kulea watoto, yani watoto bora. Changamoto hizo hazijawahi kutukatisha tamaa kwamba hapa ilipofika sasa yatosha. Hapana, changamoto zipo, ni za kawaida, nyingine zinaweza zisiwe za kawaida, kwa sababu tunalea watoto kutoka kwenye familia tofauti tofauti. Na zile familia kila mtu ana malezi yake. Sisi tunachotamani ni watoto watoke pale yani wakiwa kioo cha jamii. Usionekanike utofauti wako wewe na huyu eti kwa sababu mmetoka familia tofauti, either familia yenye uwezo sana au familia ya kati au ya chini kabisa. Sisi hicho hatukitaki, na watoto wetu tunawalea kwa mapenzi sana 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 sana. Kama ambavyo unajua wazazi wa sasa hivi wako busy
Watoto wao wamekosa kabisa ladha ya mapenzi ya mama, mtoto anakosa ladha ya mapenzi ya baba, mtoto mapenzi yake mengi anayagawa kwa katuni. Mtoto mapenzi yake mengi, kama Mwenyezi Mungu atakuwa amekujalia umepata mdada mzuri, sasa anayagawa kwa yule mdada. AMZI sio kituo tu, AMZI ile ni nyumba. Yani tunasema pale ni sawa sawa na mtoto wako yuko nyumbani. Unatamani ziwe AMZI ngapi hapa nchini Tanzania? Subhanallah. Yani I wish kila daycare iwe AMZI. Yani daycare zote unazozijua. Hautamani AMZI ifike mpaka chuo kikuu, yani wao watoto mwe mna groom kutoka chini mpaka juu kabisa? That's our plan. Yeah, inshallah, that's our plan. Mnashirikiana vipi na Mbogo Ranch katika ulezi wa watoto? Na Mbogo Ranch ambao ni waandaaji wa haya maonesho ya Tri Nation. Wale watu kwanza tunashukuru sana ujio wao kwa sababu huenda sauti zetu zilikuwa hazifiki mbali. Okay. Sasa ujio wao naona utaenda kufanya jamii kubwa itaenda kukiona kile tulichokuwa tunakifanya, kumbe ni kitu kinacho make sense. Hawa watu tumewapokea kwa mikono miwili na ndio maana tumeamua moja kwa moja kushirikiana nao kwenye hili tamasha lao kubwa wanaloenda kufanya. Watu hawa wanatupa nguvu ya kuendelea hata kama sio shuleni kwetu tu, yani hata kama shule nyingine itapenda kutualika na watoto wetu au wao tukawaalika pale shuleni kwetu na watoto wao wakaja wakaona tulivyo wa train watoto wetu mpaka wamekuwa mabalozi wazuri kiasi hicho, sisi milango yetu iko wazi kabisa. Okay. Tunawakaribisha sana. Na sisi tunawashukuru sana, lakini kwa kumalizia unaweza ukatukumbusha tena AMZI Daycare ipo wapi na pia tunaweza kuwapata vipi endapo tutataka kuwaleta watoto wetu wajifundishe kilimo na ufugaji? Karibu sana. Yani hii sio fursa ya kukosa kumleta mtoto wako AMZI Daycare. AMZI Daycare tuko Bunju B, Dar es Salaam. Namba yetu ya simu ni 0779996666. Unaweza kuirudia? 0779996666. Inapatikana muda wote. Ushauri na maoni yangu kwa wazazi tena aliyoko Dar es Salaam, maeneo ya Magwepande, Goba, Madale, Tegeta, Wazo hiyo, Afrikana. Yani kama unatafuta sehemu ya mtoto wako kwenda kulelewa kimwili, kiroho, kiakili, yani tutampa vitu vyote hivyo kwa wakati mmoja, ni AMZI Daycare tu, hakuna sehemu nyingine. Tunakushukuru sana Zainab, ni meneja kutoka AMZI Daycare na tumezungumza naye hapa kuhusu huduma ambazo wanazitoa kupitia kituo hicho cha kulea watoto, ambapo wanalea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 6, pamoja na mafunzo mengine ambayo wanawapatia watoto hao, lakini pia wanawapatia elimu kuhusu kilimo na ufugaji. Na Juni 19 mpaka Juni 21 watakuwa ni sehemu ya wale ambao watashiriki maonesho ya Tri Nation Livestock Expo ambayo yatafanyika pale Chalinze mkoani Pwani.